kukaa katika uwepo wa Mungu si rahisi vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hasa mtu akiwa amekosea ama ametenda dhambi, ndani ya uwepo wa Mungu kunakuwa apati amani. Lakini kile kitu ambacho kinatuchochea ama kinatupatia furaha, nimesema kufunga na kuomba kunamsongeza mtu kuwa na kiu ya kukaa katika uwepo wa Mungu. Unakuwa na ile kiu ya kukaa katika, yaani unapokaa katika uwepo wa Mungu unakuwa na ile kiu ya kukaa katika uwepo wa Mungu, unafurahia sana. Na hiyo ndiposa unaweza kumwona Daudi anasema, na alifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Yaani furaha yake ilikuwa ndani ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa mahali pengine anasema neno moja ambalo nimelitaka kutoka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, ni kukaa katika nyumba ya Bwana, ni utazame uzuri wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali moyo wa mwanadamu unaweza pata faraja na kusikia umesaidika kuwa kama katika nyumba ya Mungu. Haleluya. Kwa hivyo kuomba na kufunga kunamwongezea mtu kiu. Yesu akasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watamwona Mungu ama watashibishwa. Kwa hivyo ujue kwamba kiu ni kitu cha muhimu sana. Ndiposa Yesu anasema, heri mtu mwenye kiu na njaa, maana atamwona Mungu ama atashibishwa ama atapata faraja ya Mungu. Haleluya. Ukiwa na tabia ya kukaa katika uwepo wa Mungu, unakusaidia Bwana Yesu asifiwe, kuisongelea neema ya Mungu kwenye maisha yako. Katika uwepo wa Mungu unakusababisha unaisongelea neema ya Mungu. Angalia mtu aliye na tabia ya kuwa katika uwepo wa Mungu, mara nyingi kuna neema ya Mungu inaweza kuongezeka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Neema inatusaidia kwenye nini? Mahitaji. Tuliona leo, nataka tuangalie hii neema ni nini, inafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Neema inakupatia kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Biblia inasema Yesu akapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Yesu akapata neema. Kwa hivyo neema ni kitu kisicho cha kawaida. Nataka kwenye maisha yako, mstari huu wa Waebrania mlango wa 4:16, nataka unaubeba mstari huu ukusaidie katika maisha yako na mapito yako, hasa katika 2016. Anasema basi, na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, yani pasipo mashaka. Ujasiri ni kule unakaribia hicho kiti kwa ujasiri bila mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema mwenye shaka asidhanie atapata kitu kutoka kwa Bwana. Mwenye shaka ni kama wimbi la bahari. Mtu kama yule asidhanie atapata kitu kutoka kwa Bwana. Sasa kama maandiko yanasema hivi, ujue mstari huu una nguvu sana wa wewe katika maombi yako kusimamisha mstari huu, katika mapito yako kusimamisha mstari kama huu, katika changamoto yako kusimamisha mstari kama huu. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Haleluya. Yaani ujasiri ni mtu hana hukumu, ni mtu ambaye ana ujasiri wa kile anakifanya, ana uhakika nacho. Unajua, wacha nikwambie, kama kuna kitu unakifanya na hauna uhakika nacho, hauwezi kuwa na ujasiri. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu unakifanya na hauna uhakika nacho, hicho kitu unachokifanya, hauwezi kuwa na ujasiri. Lakini mtu aliye na ujasiri ni kuonesha ana uhakika. Anasema hata kama ni kunichinja, kunichinje, hichi ninajua ni kweli, ilikuwa ni ready. Watu wakisema ni blue, ni green,
Yeye amesimamia kile ule ukweli aliouona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ujasiri. Hichi kiti cha rehema kimebeba nini? Leo tutagundua mambo mengi sana. Ndiposa nawaambia wana Mungu, unapopata nafasi ya mikutano kama hii na mafundisho, jitahidi kuwepo. Kuna kitu kitaongezeka ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Hebu sikia hii. Nilipokuwa nikiangalia maandiko haya, Mungu alinisaidia kunipeleka katika maisha ya mtu mmoja aliyeitwa Musa. Musa alikuwa na maisha ya ajabu sana. Haleluya. Musa alikuwa mtu wa ajabu sana. Musa alikuwa na tabia ama desturi. Desturi ndiyo hiyo tabia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kupenda kukaa katika uwepo wa Mungu. Na wacha nikwambie, wakati una tabia ya kukaa katika uwepo wa Mungu, Mungu anaanza kukunong'onezea mambo kwa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuja anaanza kukunong'onezea. Mungu akaanza kumnong'onezea Musa. Na Biblia inasema Musa akaongea na Mungu uso kwa uso. Yaani ukiangalia Biblia inasema uso kwa uso ni kama watu wanaangaliana, lakini kiroho hakumuona kiasili. Musa akamwambia Mungu, imetosha kuonana na wewe kiroho, nataka nikuone kiasili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ni nini kinampatia Musa ujasiri? Kuna neema ikiwa juu ya maisha yako, hakuna ombi wewe usiombe. Angalia ombi Elia aliloliomba la kufunga mvua miaka 3 na miezi 6. Si kitu cha kawaida. Ile iligharimu kiasi cha neema. Imegharimu fellowship yake na Mungu. Walikuwa vipi? Kuna vitu huwezi omba bila ushirika ulio thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na ushirika. Tena ushirika usio wa mchezo. Paka anamwambia Mungu, sasa Bwana ninaamuru mvua haitanyesha miaka 3 na miezi 6. Na Biblia inasema Musa akasema kwa neno langu. Yaani alikuwa amejaa neema na akiongea vitu vinafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Neema hapana mchezo. Hebu tuangalie kitabu cha Kutoka 30. Haleluya. Kutoka 3, sawa. Nataka tuangalie hii desturi ambayo inaambiwa katika mstari wa 7. Inasema basi desturi ya Musa ilikuwa kuitwaa ile hema na kufanya nini? Kuikita nje ya marango, mbali na hayo marango akaita hema ya kukutania, hata kila mtu aliyekuwa akitaka neno kwa Bwana atoke aende hata hema ya kukutania iliyokuwa nje ya marango. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Musa alikuwa na desturi moja. Ndiposa nataka nikwambie, uwepo wa Mungu unamfanya Mungu anaanza kukutrust, Mungu anaanza kukuamini. Mtu ambaye ana tabia ya kuwa katika uwepo wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, Mungu anamwangalia mtu yule, Mungu anamsikia mtu yule, maana ana tabia ya kukaa. Musa alikuwa na desturi, akaichukua hema, akaileta kwenye malango. Alafu maandiko anasema hata kila mtu aliyekuwa na hitaji alikuja kwenye hema, maana Musa alikuwa anakaa ndani ya ile hema akikutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa alikuwa na desturi. Desturi ni tabia. Haleluya. Kuna tabia zingine za kutembea na Mungu, ni wewe utajitahidi zikukolee. Haleluya. Ushasikia mtu
amekunywa pombe mpaka ikamkolea, hata akikosa kunywa Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwalimu mmoja nilimjua, hawezi kufundisha wanafunzi vizuri, mpaka ni kama anakuwa kibali, nenda ugonge bibi doje, na wanafunzi wanapita kwenye darasa lake, maana amekolea. Haleluya. Kuna watu ambao ni madaktari bingwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja dada mmoja akanifurahisha hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Asema alikuwa mgonjwa. Haleluya. Sasa yule dada alikuwa na tatizo. Alipokwenda pale kwa daktari, sasa ameingia kwa chumba cha daktari, wako wawili na daktari. Daktari anamwambia ongea. Sasa anamuelezea vile anasikia na vile anasikia. Kidogo daktari alishikwa na kozi lingine lisiloisha. Dada kaanza kuogopa wakiwa wawili pale. Kidogo daktari akapata na akamwambia haja yale matatizo haya. Bwana asifiwe. Sasa yule dada kaja akaniambia, nimetoka hospitali lakini nimepona. Nikamuuliza nini kimekuponya? Ndio akanipatia hiyo story. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nikuambie kitu kimoja. Angalia mstari wa 11. Unasema hivi: naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata marangoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka hemani. Unajua, wacha nikwambie kitu kimoja. Yoshua alikuwa pale kijana, lakini alikuwa kijana mtiifu sana kwa Musa. Na kitu kimoja, ukitembea na mtu mwenye tabia ya kukaa katika uwepo wa Mungu, hata atakuambukiza. Na ukitembea na mtu mvivu pia anaweza kufanya nini? Jamani, anaweza kufanya nini? Kukuambukiza. Sasa Biblia inasema wakati Musa alikuwa na ile desturi ya kukaa katika hema na wakawa wanaongea na Mungu, yaani unapiga story. Unajua, ukisikia mtu na rafiki yake wana kila kitu wanaambiana. Haleluya. Ushaikuwa na rafiki ambao unasema tumeshibana? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama sijawahi pata mmoja, labda wewe ushawahi. Haleluya. Yule ambaye unasema tumeshibana. Kuna watu wana marafiki walioshibana, yaani wanaambiana kila kitu. Haleluya. Sasa Musa ndio huyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 11 inasema hivi, nisikize vizuri mpendwa. Inasema naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Hiyo point. Yaani kama vile mtu anaongea, yaani hawa jamaa ni kama walikuwa wameshibana kwa sababu ya tabia ya Musa ya kukaa katika uwepo wa Mungu. Ukianza kuwa na hiyo tabia ya kukaa, wasema mimi hakuna ibada itanipita. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba unampendeza Bishop Msangi, unamgusa Mungu, naye Mungu anakuangalia. Na mtu kama huyo, Biblia inasema anakuwa kama mboni ya jicho la Mungu. Ukimgusa Mungu ndio ana react kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana amekaa katika uwepo wa Mungu, na maandiko yanasema Musa naye akanena na Mungu uso kwa uso, kama mtu anavyonena na nani? Na rafiki yake. Hebu tuangalie mazungumzo sasa ya hawa marafiki wawili. Hawa sasa ni marafiki. Sasa tuangalie katika urafiki wao kulikuendaendaje, na uweze kuona faida za kufunga. Inakusaidia kuwa katika uwepo wa Mungu, yaani inaleta kiu, inaleta njaa. Hakuna kitu kibaya kama Mkristo uishiwe na njaa ya neno la Mungu. Ndiposa maandiko yanasema katika Ezekieli ya kwamba kutakuja siku
kutakuwa na njaa, si njaa ya chakula. Kutakuwa na kiu, si kiu ya nini? Ya maji, bali kutakuwa na kiu ya watu kutaka kuyasikia maneno ya Bwana, na siku hiyo wachungaji watakuwa washachukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa wanatamani. Jamani, tutamwona hapa Samson. Sasa hivi anapatikana, hauna time. Haleluya. Unabii unasema kutakuja wakati kutakuwa na njaa, si njaa ya chakula. Kutakuwa na kiu, si kiu ya maji, bali ya kusikia maneno ya Mungu. Unatamani. Wajua wakati huo kwa nini kutakuwa hivi? Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa shaondolewa. Huyu Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kuliandaa kanisa la Mungu kwa kipindi Yesu. Maandiko anasema kanisa litakuja kunyakuliwa, watu waende ile 100,000 uende kule mbinguni, watu wakakae wapumzike. Wengine wako hapa sasa, neema imeondoka, wananunua wokovu kwa damu yao, sio damu ya Yesu. Haleluya. Unajua maana ya kununua wokovu kwa damu yako? Bwana Yesu asifiwe. Kama watu wangekuwa wanapigwa risasi pa pa, hiyo wengi wangeingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna risasi. Unaambiwa sisi ili ununue na uuze lazima tukuchape namba yetu ya 66. Kama utaki wewe, ukichapa ile namba 66, yani wewe ni wa shetani direct. Sasa hakuna mjadala. Haleluya. Na kama unataka kwenda mbinguni, kubali tukabiliane na wewe, maana ulikataa Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wao hawaji kukupiga risasi. Ingekuwa kukupiga risasi na kuambia watu wengi wangeenda. Wanaanza tu kidogo, wanaweka hicho kidole kwa meza. Wanasema bado Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kinakatwa kimoja kinaruka. Lakini mimi sipigwi 66. Yaani teso mpaka ukufia pale na wewe utaikuja mbinguni kama shujaa. Haleluya. Uliyejinunulia wokovu kwa damu yako, maana ulikataa damu ya Yesu. Jina Bwana libariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikatwa kidole cha kwanza na ukatwe mkono, utasema tosha bana, hiyo imetosha. Hiyo imetosha. Nitieni madaktari wanitengeneze. Mimi nimekubali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati huo kanisa litakuwa limenyakuliwa wateule, si watu wote. Wakati huo itakuwa neema hakuna. Wakati huo kutakuwa hakuna Roho Mtakatifu, hayuko. Sasa pale itakuwa jino kwa jino. Ulisikia ile Musa alisema jino kwa jino. Hiyo. Yaani unaununua sasa wokovu wako kwa damu yako, kwa machozi yako, kwa kuumizwa. Wakiona umekataa wanaleta grenda. Kwambia weka huko vizuri. Wanapitisha grenda. Na unajua ile kitu ile vile inakataga miti na mbao. Ni inakata tu mguu sekunde moja, kimeanguka huko na kiatu chake. Haleluya. Unabaki haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mmekasirika, tunamtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Asubuhi mke wake akaamka akaenda katengeza chai. Alipokuja mzee naye anataka kushoka, akamwambia mume wangu usikanyage chini. Roho ameniambia usijaribu leo kugusa chini. Haleluya. Kwa hiyo mzee akarudi kitandani. Akaambia usijaribu kwenda pahali leo. Na ni Jumapili, Roho amekataa kitandani. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi mzee ati. Tulipokutana siku nyingine atuambia bana, mimi sikukosa kwa kupenda. Roho Bwana alishuka kwa mke wangu. Bwana asifiwe. Mzee watu walikuwa ni Wazaire. Unajua kuna kitu kimoja lazima tutambue, sasa hivi tunatembea chini ya neema. Hata unaweza fanya vitu lakini neema Mungu tu anakuangalia na hata akugusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hii sile wakati wa Musa hapo kwa hapo Mungu anadili na wewe. Hii ni wakati wa neema ambayo imeletwa na nani? Na Yesu. Na ndipo unaweza kuona wakati kuna watu katika kitabu kile cha Bwana Yesu asifiwe, Yohana.
Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna ule mama watu wamekuja kumstaki, wanasema huyu mama tumemkuta amefumaniwa, huyu mama tumemkuta akizini. Sasa Yesu akashangaa, mtu anazini peke yake bila mwenzake, sasa amezini vipi? Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia, na maandiko anasema wakampeleka ule mama kwa Yesu ili wamjaribu Yesu atafanya nini. Haleluya. Lakini Yesu akawaambia, wale watu walikuja na Torati, sheria ya Musa. Torati inatuambia watu kama hawa wapigwe mawe mpaka wakufe. Wewe unasemaje? Yesu hapo Yesu anaweza kuandika. Sasa hatujui aliandika nini, lakini kila mhubiri ana ufunuo wake. Asema mara aliandika, wewe jana ulikuwa kwa Esther, nani alikupiga mawe? Wewe ulikuwa kwa Wanjiku, nani alikupiga mawe? Maandiko yanasema wakaweka mawe chini, wakatoka mmoja baada ya mwingine, wote wakaishi. Lakini mwanzo walikuwa na tempa. Yesu tuambie, Torati inasema watu kama hawa tuwapige kwa mawe, tuwaue. Wewe unasemaje? Maandiko yanasema walikuwa wakimtafutia Yesu maneno ili wamshtaki, lakini Yesu alikuwa mjanja kuliko wao, kaanza kuwaandika pale chini majina yao, kaondoka. Yesu akainua kichwa. Hata mama mwenyewe yuko hivi anangoja kudedi, hala jamaa wako na marando nyuma, anytime tapigwa marando. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoinua kichwa hakuna mtu aliona yule mama, bado mama watu yuko hivi. Yesu akamwita mama, na Bwana, waliokushtaki wako wapi? Mama ndo akasema, hata hawapo. Basi nenda usitende dhambi tena. Grace ndio ilifanya yule mama akaachiliwa. Na ndiposa nataka nikwambie, neema ya Mungu ni kitu tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa hii neema watu wangejua kutembea na neema ya Mungu, yaani usi wakati wa kucheza. Kama sasa tumesema tumeingia 2026, yaani ni mwaka mwingine Mungu amekuongezea, anakuangalia. Hata kama kuna grace, kuna wakati anafikaga anasema hao watu hata hiyo grace itakazi tena. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Sasa hapa tunaona anaongea na Musa kama rafiki. Haya 12. Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayenituma pamoja naye. Lakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata nini? Neema mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Musa anaongea nini? Wewe Mungu umeniambia chukua hao watu wende na wao, lakini hukuniambia naenda na nani. Mungu akamwambia, ile kitu nakwambia nenda na hao watu ni kwa sababu umepata neema mbele zangu. Kama naweza kuongea na wewe kama rafiki, unajua rafiki ni watu wanashare vitu. Haleluya. Mtu mwingine aliongea na Mungu kama rafiki ni Abrahamu. Na ninapendezwa ukifika kwa Abrahamu, maandiko yanasema alipigiwa story na Mungu akaanguka akacheka mpaka kishogo kagonga ukuta. Mungu wake. Hiyo ni kali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani wewe muangalia, hii ni neema ya kiasi gani kuongea na Muumba aliyekuumba kama rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye yeye ndiye baba wa ubaba wote. Zile vitu watu wanatamani yeye ndo ako nazo zote. Haleluya. Amen. Bwana ameneni nimekonda hivi kama. Sema amen Bwana. Amen. Naona mko na saumu acha. Tunamtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Asubuhi mke wake akamka akaenda katengeza chai. Alipokuja mzee naye anataka kuchoka, kabla mume wangu usikanyage chini. Roho ameniambia usijaribu leo kugusa chini. Haleluya. Kwa hiyo mzee akarudi kitandani. Akaambia usijaribu kwenda pahali leo. Na ni Jumapili, Roho amekataa kitandani. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi mzee ati. Tulipokutana siku nyingine atuambia bana, mimi sikukosa kwa kupenda. Roho Bwana alishuka kwa mke wangu.
Bwana asifiwe. Mzee watu walikuwa ni Wazaire. Unajua kuna kitu kimoja lazima tutambue, sasa tunatembea chini ya neema. Hata unaweza fanya vitu lakini neema Mungu tu anakuangalia na hata akugusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hii sile wakati wa Musa hapo kwa hapo Mungu anadili na wewe. Hii ni wakati wa neema ambayo imeletwa na nani? Na Yesu. Na ndipo unaweza kuona wakati kuna watu katika kitabu kile cha Bwana Yesu asifiwe, Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna ule mama watu wamekuja kumstaki. Wanasema huyu mama tumemkuta amefumaniwa. Huyu mama tumemkuta akizini. Sasa Yesu akashangaa. Mtu anazini peke yake bila mwenzake. Sasa amezini wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia, na maandiko anasema wakampeleka ule mama kwa Yesu ili wamjaribu Yesu atafanya nini. Haleluya. Lakini Yesu akamwambia, wale watu walikuja na Torati. Sheria ya Musa, Torati inatuambia watu kama hao wapigwe mawe mpaka wakufe. Wewe unasemaje? Yesu hakuongea, Yesu alianza kuandika. Sasa hatujui aliandika nini, lakini kila mmoja ana ufunuo wake. Asema mara aliandika, wewe jana ulikuwa kwa Esther, nani alikupiga mawe? Wewe ulikuwa kwa Wanjiku, nani alikupiga mawe? Maandiko yanasema wakaweka mawe chini, wakatoka mmoja baada ya mwingine, wote wakaishi. Lakini mwanzo walikuwa na tempa. Yesu tuambie, Torati inasema watu kama hawa tuwapige kwa mawe, tuwaue. Wewe unasemaje? Maandiko yanasema walikuwa wakimtafutia Yesu maneno ili wamshtaki. Lakini Yesu alikuwa mjanja kuliko wao. Kaanza kuwaandika pale chini majina yao. Kaondoka. Yesu akainua kichwa. Hata mama mwenyewe yuko hivi anangoja kudedi, haja jamaa wako na marando nyuma, anytime tapigwa marando. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoinua kichwa hakuna mtu aliona yule mama, bado mama watu yuko hivi. Yesu akamwita mama, "Naam Bwana. Walio kushtaki wako wapi?" Mama ndo akashangaa. Hata hawa. Basi nenda usitende dhambi tena. Grace ndio ilifanya yule mama akachiliwa. Na ndiposa nataka nikwambie, neema ya Mungu ni kitu tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa hii neema watu wangejua kutembea na neema ya Mungu, yani usi wakati wa kucheza. Kama sasa tumesema tumeingia 2026, yani ni mwaka mwingine Mungu amekuongezea, anakuangalia. Hata kama kuna grace, kuna wakati anafikaga anasema hao watu hata hiyo grace ikakazi tena. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Sasa hapa tunaona anaongea na Musa kama rafiki. Haya 12. Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayenituma pamoja naye. Lakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata nini? Neema mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Musa anaongea nini? Wewe Mungu umeniambia chukua hao watu uende na wao, lakini hukuniambia naenda na nani. Mungu akamwambia, ile kitu nakwambia nenda na hao watu ni kwa sababu umepata neema mbele zangu. Kama naweza kuongea na wewe kama rafiki. Unajua rafiki ni watu wanashare vitu. Haleluya. Mtu mwingine aliongea na Mungu kama rafiki ni Abraham. Na ninapendezwa ukifika kwa Abraham, maandiko yanasema alipigiwa story na Mungu akaanguka akacheka mpaka kishogo kagonga ukuta. Mungu wake. Hiyo ni kali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani yeye muangalia, hii ni neema ya kiasi gani kuongea na Muumba aliyekuumba kama rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye yeye ndiye baba wa ubaba wote. Zile vitu watu wanatamani yeye ndo ako nazo zote. Haleluya. Amen. Bwana ameni nimekonda hivi jamani. Sema amen Bwana. Amen. Naona mko na saumu.